Umewahi kujiuliza imani hasa inaanzia wapi? Wengi wetu tunaweza kufikiria, labda ni kwenye macho, au pengine ni jambo la moyoni. Lakini vipi kama nitakwambia, lango la kwanza kabisa ni sikio? Katika uchambuzi wetu wa leo, tutaona jinsi kusikia neno moja tu kulivyoweza kubadilisha maisha ya mtu na jinsi kanuni hii imekita mizizi ndani ya Kurani. Safari nyingi za kiroho, unajua, zinaanza na ndoto, maono au hisia fulani moyoni. Lakini hadithi hii yetu inaanza tofauti kabisa. Inaanza na kauli hii hapa: msingi wote wa mabadiliko ya msimulizi wetu haukutokana na kuona kitu, bali na kitendo rahisi sana cha kusikia. Hebu fikiria hivi, una miaka 7 tu. Upo pale, unacheza, na katikati ya mazungumzo ya kawaida ya ndugu zako, unasikia jina kwa mara ya kwanza kabisa, Muhammad. Sio neno la kawaida, ni kama cheche inayowasha moto mdogo kwenye akili yako ya kitoto. Na ghafla, maswali ambayo hukuwahi hata kuyafikiria yanaanza kujitokeza. Lile neno moja alilolisikia lilizaa swali kubwa sana. Na kwa ule unyofu wake wa kitoto, hakuenda kumuuliza mzazi wala mwalimu. La hasha. Yeye alimgeukia Mungu moja kwa moja. Alimpa Muumba jukumu la kumwonyesha njia katika ulimwengu huu uliojaa dini nyingi. Na unajua nini? Lile ombi la kimya kimya lilijibiwa. Tukio dogo tu la kusikia neno moja lilianzisha safari ndefu ya miaka 14. Safari ya utafiti, ugunduzi iliyompeleka msimulizi wetu sio tu kwenye Uislamu, bali hadi kwenye kumbi za chuo kikuu cha Al-Azhar. Hii ndiyo nguvu ya neno moja tu lililoingia sikioni. Sasa, sehemu ya kuvutia zaidi ni hii. Safari hii ya kibinafsi sio tu hadithi ya kipekee. Inawakilisha kanuni kubwa sana inayosisitizwa ndani ya Qur'ani. Kanuni kwamba sikio ndilo lango la kwanza la maarifa yote. Hebu tuone jinsi maandiko yenyewe yanavyolieleza hili. Aya hii ni muhimu sana. Inatupa makundi mawili ya watu wanaoweza kupata ukumbusho. Kwanza, wale wenye moyo ulio hai, na pili, wale wanaotega sikio kwa umakini kamili. Yaani hapa, kusikiliza sio tu hisia ya kawaida, bali ni kitendo cha makusudi, cha kutafuta ukweli, njia ya moja kwa moja kupata mwongozo. Lakini kwa upande mwingine, aya hii inaelezea kinyume chake kabisa. Mwenyezi Mungu anapowaelezea wale wanaokataa, angalia mpangilio anaotumia. Anataja hisia zinazofungwa kwa utaratibu maalum, kwanza nyoyo, halafu masikio, na mwisho kabisa macho. Huu mpangilio sio wa bahati nasibu, la. Sasa, huu muhuri au khatama una maana gani hasa? Sio tu kwamba mtu amechagua kutokusikiliza. Hii ni zaidi ya hapo. Ni kama kizuizi cha kimungu kinachowekwa kutokana na ukaidi wao. Ni kana kwamba lile lango la kwanza la kupokea ukweli, sikio, limefungwa kwa kufuli kubwa. Hakuna chochote kinachoweza kuingia. Na hapa sasa ndipo tunapoona waziwazi ule uzito ambao Qur'ani inauweka kwenye kusikia. Imani inaweza kuishia moyoni na inaweza kuthibitishwa na macho, lakini safari yake yote huanzia sikioni. Kabla ya kitu kingine chochote, ni lazima masikio yawe wazi. Kusikia kunatangulia kila kitu. Na hii sio nadharia tu. Tunaiona ikitendeka katika historia nzima ya Uislamu. Ufunuo wenyewe haukushuka kama kitabu kilichochapishwa. Ulishuka kama maneno yaliyosikilizwa na mtume kutoka kwa Jibril. Masahaba walipokea dini kwa kusikiliza. Hata viumbe wengine kama majini waliamini papo hapo waliposikia Qur'ani. Hii inathibitisha kwamba nguvu ya neno lililosikika inavuka mipaka yetu. Sawa, kama kusikiliza ni muhimu kiasi hiki, basi inatuletea swali moja kubwa sana kwa wakati wetu wa sasa. Katika dunia hii iliyojaa makelele, je, sauti zetu za imani zinasikika kweli? Msimulizi wetu sasa anatupeleka kwenye tafakari hii ya kisasa. Hili ni swali zito sana analotuachia msimulizi. Anataka tujitathmini, je, sisi kama waumini tumeshindwa kumwelezea Muumba wetu kwa mvuto na uzuri ule ule ambao watu wengine wanautumia kusifia viumbe au vitu vya kawaida vya kidunia? Na ili kuelewa tofauti hii vizuri, msimulizi anatusimulia kisa cha ajabu alichokipata akitazama video ya YouTube, kisa kinachohusu ng'ombe. Ndiyo, nimesema ng'ombe.
na jinsi sifa alizopewa zilivyokaribia kuumba dini mpya. Ebu vuta picha ya hili. Mzungumzaji mmoja anamsifia ng'ombe kwa maneno matamu ya kuvutia na yenye hisia kali kiasi kwamba msimulizi wetu alikiri, kama nisingekuwa na dini, naamini kabisa siku ile ingekuwa mwanzo wa dini yangu mpya. Yaani, hii ni nguvu ya ajabu ya maneno yaliyopangwa vizuri. Na hapo ndipo anapogutuka na kupata funzo kubwa. Kama kiumbe tu chenye mipaka kinaweza kusifiwa kwa uzuri unaokaribia kuumba imani, basi ni uzuri mkuu kiasi gani tunaoshindwa kuwasilisha kuhusu muumba wetu asiye na mipaka? Labda tatizo sio ujumbe, bali ni sisi wasimulizi. Lakini unajua, changamoto ya kusikika sio tu kuhusu jinsi tunavyowasilisha ujumbe wetu. Tangu zamani kumekuwepo na nguvu nyingine inayopingana nasi, nguvu ya kelele. Msimulizi anatukumbusha kuwa vita dhidi ya ukweli daima imekuwa vita ya kuteka masikio ya watu. Aya hii inafichua mkakati wa wapinzani wa zamani. Angalia, hawakujibu hoja kwa hoja, hawakupinga aya kwa aya. Mkakati wao ulikuwa rahisi sana: wazuieni watu wasisikilize. Walijua kile ambacho waumini walijua, kwamba nguvu halisi ilikuwa katika kusikika. Mkakati yao wa kale ulikuwa na hatua 3 rahisi. Namba 1, waambie watu wasisikilize kabisa. Namba 2, kama watajaribu kusikiliza, pigeni kelele nyingi ili wasisikie vizuri. Na matokeo? Mnashinda sio kwa kuwa na hoja bora, bali kwa kuwa na kelele zaidi. Lakini, na hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kushangaza, wakati mwingine kelele za upinzani zinaweza kuzaa matokeo kinyume kabisa na yaliyotarajiwa. Msimulizi anatoa mfano wa Ulaya, ambapo mashambulizi makali ya vyombo vya habari dhidi ya Uislamu yaliwafanya watu wengi waulize, hebu tusikilize sisi wenyewe chanzo kinasema nini hasa? Na katika safari yao ya kutafuta ukweli, wengi wao waliongoka. Kwa hiyo, mwisho wa siku tunarudi pale pale tulipoanzia. Iwe ni lile neno la kwanza la Mtume, iwe ni sifa za kuvutia za ng'ombe, au hata kelele za wapinzani. Kila kitu kinaanzia na kitendo cha kusikia. Safari yoyote ya uelewa, iwe ya kiroho au la, inaanza kwa kupita kwenye lango la sikio. Na kwa hivyo, tunakuacha na swali hili la mwisho, swali la kujiuliza wewe binafsi. Katika ulimwengu wa leo uliojaa sauti na kelele nyingi, kutoka kwenye simu yako hadi kwenye televisheni hadi kwenye mitandao ya kijamii, ni sauti gani hasa ambayo wewe unaichagua kuisikiliza kwa makini? Kwa sababu, kama tulivyoona leo, sauti unayoiruhusu iingie sikioni mwako inaweza kuamua mwelekeo mzima wa maisha yako.